Woga watanda Ikulu ya Tanzania baada ya chama cha Chadema kutuma ujumbe huu wa dharura. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeibua mjadala mkubwa wa kisiasa baada ya kutangaza kuwa mwenyekiti wake wa wilaya ya Kibamba Ernest Mgawe anashikiliwa kinyume cha sheria. Tukio hili limeibua hofu na taharuki si tu kwa wafuasi wa chama hicho bali pia kwa wadau wa demokrasia nchini Tanzania, hasa katika kipindi hiki nyeti cha kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi za Chadema, Mgawe alikamatwa Oktoba mosi baada ya kuitikia wito wa jeshi la polisi katika kituo cha Gongo la Mboto. Hata hivyo, badala ya kuachiwa na kufikishwa mahakamani kama taratibu zinavyotaka, alihamishiwa kituo cha polisi Oyster Bay ambapo amekuwa akishikiliwa kwa siku kadhaa bila kufikishwa mbele ya mahakama. Hatua hii imetajwa na chama hicho kama ukiukaji wa wazi wa haki za binadamu na taratibu za kisheria zinazolindwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chadema inaeleza kuwa tukio hili ni mwendelezo wa vitendo vya ukandamizaji wa kisiasa dhidi ya viongozi wa wanachama wake, na kwa mujibu wa chama hicho, visa vya aina hii vimekuwa vikijirudia mara kwa mara na mara nyingi hujitokeza zaidi wakati taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kauli ya chama hicho imetafsiriwa kama ishara ya hofu kwamba demokrasia ya vyama vingi ipo kwenye mtihani mkubwa. Taarifa hiyo imelitaka jeshi la polisi kutoa ufafanuzi kwa sababu halisi za kushikilia kiongozi huyo bila dhamana na bila mchakato wa kisheria kuendelea. Aidha, Chadema imekumbusha kuwa katiba inatoa haki ya kufikishwa mahakamani ndani ya muda unaokubalika kisheria na haki ya kupata dhamana kwa makosa yasiyo na uzito wa kipekee. Wakati hali hii ikiendelea kuchukua sura tata, chama hicho kimeomba mashirika ya kiraia, vyombo vya haki na hata jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kufuatilia swala hili kwa karibu. Wameeleza kuwa ushiriki wa wadau wa nje unaweza kusaidia kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kwamba viongozi wa kisiasa hawakandamizwi kwa misingi itikadi zao. Wakati huo huo, wafuasi wa Chadema na wananchi kwa ujumla wametakiwa kudumisha utulivu, huku chama kikiahidi kuendelea kutumia njia za kisheria kudai haki ya mwenyekiti wao. Kauli hii imeonekana kama jaribio la kuzuia taharuki isiendelee kuzorotesha hali ya kisiasa wakati taifa likiendelea katika uchaguzi muhimu. Kwa ujumla, sakata la kushikiliwa kwa Ernest Mgawe limefungua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia na uwajibikaji wa vyombo vya dola, na tukio hili linaibua maswali makubwa kuhusu nafasi ya haki za kisiasa, matumizi ya vyombo vya usalama katika medani ya kisiasa, na kama kweli mazingira ya uchaguzi yanabaki kuwa huru na ya haki. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa zaidi kuhusu mwelekeo wa siasa na matukio makuu kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tafadhali, ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza, kumbuka kusubscribe, gonga hiyo kengele ili uwe ukipata alerts kila wakati ambapo tumeweka video hizi mpya.